kabla ya kuingia kwenye masala, ningeomba, kuna ndugu zangu, mimi kawaida Ramadhani hii sisafiri sana, lakini kuna sehemu sikosi kusafiri: Dar es Salaam, Kitui na Zanzibar. Lakini kuna ndugu zetu wa Zanzibar wamekuwa huulizia mbona sendi, mbona. Napenda ndugu zangu, sisi Waislamu tuna matatizo, wallahi sisi Waislamu tuna matatizo. Napenda mimi niwajulishe kwamba mimi sijakataa kwenda Zanzibar, lakini kule Zanzibar kuna Majlisul Ulama, kama huku kwetu kuna Qadhi's office. Ile Majlisul Ulama ndio isimamia mambo ya makadhi, ina na mufti. Ile ndo kama mlosikia kwamba kuna huyu ndugu yetu Muhammad Bachu alimfungia, na mimi pia amenifungia. Msisikieni. Tatizo tu tuna tofauti. Mimi kwa nini nikafungiwa? Mimi sijamtukana mtu, haijatokea mimi kutukana mtu. Lakini ule rafiki yangu ambao kwamba mara nyingi mwanafunzi mwandani wangu hunifanya mimi nikaenda kule, ana mmoja hawasikizani naye. Na hii ni matatizo katika dini, tukiitia na umimi tutaharibu. Na mimi napenda kuambia, hasa ujumbe huu napenda kumtumia mufti wa Zanzibar. Watamharibia ile kabineti yake. Ikiwa watu watakuwa wakifanya kwa maslahi ya huyu nampenda mimi, huyu rafiki yangu, huyu kwa karibu na mimi, sawa. Huyu hako na mimi, huyu. Dini haitakiwi kuingizwa siasa ndani yake ya hii siasa yetu. Ya kuwa aniungae nitamruhusu, asoniunga block. Hawana hoja. Walimuita huyu bwana, wakamwambia mimi nina matatizo matatu. Tatizo la kwanza, walimuita juzi tatizo la kwanza asema kuna siku moja alialikwa mkutano wa kidini na rais alikuweko, badala ya kwenda kuzungumza mambo ya dini alikwenda kumwambia Mama Samia boda si usumbuliwa. Sasa hili ndo la kunifanya mimi sizungumze dini. Kwani mimi huja Zanzibar kuzungumza siasa? Mimi huenda Zanzibar hualikwa misikitini. Sasa hili ni nafasi nilipata, nikaona wendani wangu, mimi si mwana siasa, nimeomba kama mimi. Kwa nini yeye asitunge protocol? Yaani mimi na dini, protocol muhimu kwangu mimi ni dini. Si mambo ya kisiasa. Mimi popote mkinalika lazima watu wajue, usinekee protocol ambayo kwamba haikubaliani na. Kama waona kuna protocol muhimu kushinda dini, usinialike. Nilikuomba mimi. Naambia bwana atakuja Ruto hapa, lakini usizungumze. Ukiwa wataka una masharti yako, usinialike mimi. Mimi sijakwambia bwana nipenda mimi nafasi zungumza mbele ya Ruto. Si muhimu mimi. Mimi muhimu, mimi nazungumza mbele ya Mungu hapa bwana. Kuna zaidi? Nani muhimu? Wa man ahsanu qawlan mimman daa. Takunekea mtu. Kama wewe mtu kwako ana thamani, mimi Mungu ndo ana thamani. Ikawa hilo ni kosa. Nini? Yaani mimi hakuna mtu ataona kuna klipu mimi nimeweka ya Mama Samia kunambia kusema, kwa sababu mimi muhimu sikupendwa na Mama Samia, mimi muhimu kupendwa na nani? Kama ni kitu kilikuwa kinanifurahisha mimi ningekiweka kile kwenye mimi niko na mitandao yangu. Huwezi kuona klipu ile. Kina mtu kila mmoja nitumia huna neno. Sina neno nani? Mama Samia wa miaka 5, miaka 10 mpe. Baada ya hapo atakuwa kama wengine. Lakini wewe kuwa na nani? Khalas. Sasa hilo likawachoma. Ikawa mimi yani, pili mimi na permit kule. Limewachoma pia. Kwa nini mimi nimepewa permit? Sasa mimi nimepewa permit, sasa si serikali nyinyi? Si mimi naomba kwa serikali? Wako watu katika Majlisul Ulama wanatumia, yani majlisi ya kudhaa wanaitumia kama hapa kwetu hapa Kenya. Jamani, ukiwa kwenye kitengo cha dini, mche Mungu, simamia dini kisawasawa, au toka kwenye hapo. Kisha wewe tena utakae. Lakini unataka kwenda kuadhibu watu. Juzi mimi nimealikwa mkutano kabla ya Ramadhani, wana kongamano hufanyika pale kabla ya Ramadhani. Manake waliweka sharuti, mimi sasa siruhusiwi kwenda kuzungumza Zanzibar muhadhara wote mpaka wapelekewe barua. Kisha wakipelekewa wae approve kwamba haya tumemruhusu. Mimi nikawaambia wale jamaa, bwana nyinyi mnitaka mimi,
mimi nimewekewa zikwazo, nendani kapeleke barua. Wamepeleka barua, wamemwambia tutakujibu. Wamekaa mpaka siku Ramadhani imeingia, mwambia baada hatujakutana. Sasa mimi hata nashindwa kwa kosa gani? Lakini wao wajijue, hili baraza la ulama, baraza uko kwa muda tu, utaondoka, kuna na Mungu, utamjibu nini? Na hakuna sababu iliyoko ya msingi ni kuna fulani na fulani hawasikizani, basi huyu huja kupitia fulani. Mathalan, ni mtu aje hapa Kenya, huletwa na msikiti fulani, wewe hupende ile msikiti fulani, ndio katia fitna. Haitakiwi namna hiyo. Analo eleza huyu bwana kosa lake ni kadhaa. Jingine walolielezea sababu, ati mimi mashekhe huitwa kwa maina yao. Yani badala kunena Sheikh fulani nikamuita fulani. Nimeambia nipeni shahadi, si mimi hadhara yangu yote ufanya nini? Siko live. Nipeni. Alafu ikiwa kuna shekhe umemuita kwa aina, mimi Mungu umuita kwa aina. Wewe Mungu umuita nani? Mungu. Wala Mungu hawi mkali, mbona kunena bwana mkubwa mtukufu Mungu? Mungu moja kwa moja. Si Mungu si ndio jina lake? Jina la Mungu ni lipi? Ni Mungu. Wezu Allah ni Kiarabu. Jina la Mungu nani? Mungu. Kuna mtu anena Mungu akaona mbona sikumtukuza Mungu, umemuita Mungu? Ya kuna mambo mengine, yani utaona haya ati hawa ni watu wamewekwa wasimamie dini. Si ni kuonyesha kwamba huyu mufti ana watu tini hawastahiki. Wewe utatoa kigezo hicho kweli? Kwamba fulani hutuita sisi kwa majina yetu. Wallahi. Yani hivi vyeo vaharibu watu. Hivi vyeo. Yani mtu amekuja Izuddin. Bose tuheshimiane bi Sheikh Izuddin. La haula wala quwwata illa billah. Wallahi hivi vyeo vaharibu watu. Hivi vyeo vaharibu watu. Kwa hiyo mimi napenda, manake mimi nikikaa hawa, mbona huji Zanzibar? Napenda niwajulishe, sikuwa sitaki kuja Zanzibar. Mimi hawakunikataza kwenda Zanzibar. Wamenikataza nisitoe muhadhara mpaka wane barua. Na cha ajabu, angalia wao, mimi wameniwekea vikwazo. Juzi mimi pamoja na rafiki yangu, si wajua wale kile chama cha ulama, kuna watu ukikubali, kuna watu hawakikubali. Yani si umeona sisi hapa kuna watu tuko na kadhi, kuna watu hawako. Sasa wale uhodari wa kadhi ni kumfanya kila mtu amkubali, japokuwa wewe una msimamo yako, lakini nikubali. Wao kuna watu wamewafanya hawakubali. Sasa wale watu huenda wakaitolea mihadhara, wakirudi hata habari. Mimi ninaowakubali na kuwatambua na wapelekea barua, hawataki. Lakini litakalokuwa sasa watanitia ndani, nitakwenda na nitatoa muhadhara, wanishike wanitie ndani. Hapo sasa kutajulikana mbivu. Manake wengine wamekwenda hawakuambia leteni barua. Wewe una chuki, baki na chuki zako, usiwakataze watu kheri. Mimi natoa huu ujumbe na nataka umfikie mufti, na naomba wale manake mashallah wa Tanzania hodari, zengeni title, muipe title mutakayo. Sheikh Izuddin imeshambulia mufti, imefanya nini? Mimi sijamshambulia, namuomba akae na hii cabinet yake, aiangalie vizuri, aipekue vizuri, yamuharibia jina. Kuna watu hawafai pale, na mimi wakinitaka waniite, niko tayari kuelezea ushuhuda kwamba kuna watu hawafai. Wakikuona watatekana na wewe, lakini tahsabuhum jami'an wa qulubuhum. Kwa nini iwe namna hiyo? Tunataka wewe, inna Allaha yabghadhu dhal wajhaini, Mungu atukia mtu mwenye nyuso mbili, akikuona haitakiwi. Kuwa straightforward, au sio bwana? Tukujue ni hivi au ni hivi. Imekuwa afadhali serikali zisizokuwa za Kiislamu imekuwa kuliko nyinyi serikali za Kiislamu imekuwa hela Uislamu wekwa zikwazo. Mimi siyamtukana mtu, waniletee ushahidi kwa mimi mtukana mtu, nimekwenda Zanzibar nikamtukana mtu. Mimi sina misikiti kule, sialikwa misikiti ya madhehebu tofauti. Kwa nini? Kwa sababu mimi naheshimu kila mtu msimamo wake, simuingilie mtu kwa msimamo wake, simtukani mtu kwa msimamo wake. Lakini basi tu wewe henda paka kama tena wao na huifakhiri
Yule tumemfungia, mmenifungia nini? Mmenifungia lipi? Mmenifungia. Na cha ajabu mimi nikienda, angalia mimi wallahi hakuna kitu kibaya jamani kama unafiki. Ukienda ukwambia wewe kwetu huji kutoa maidha. Nyinyi mmenifungia, mumtaki. Mbele za watu mtaka kuonesha kwamba na nyinyi mtaka mimi nende. Si haki. Mimi kulikuwa na harusi ya mtoto wa president, nilialikwa ani, mimi nimekwenda. Juma la kwanza kusaliwa Ikulu, walimeka mimi ni khutubu. Wao wamefanya hivi, rais mwenyewe akasema wateni fulani ya khutubu. Ikawa kwa hii. Sasa sisi mimi bwana, mimi siyataki haya. Mimi hakuna kitu sitaki kuwa mbele mbele. Mimi nimeambia hapa Shibu atakaye mimi swala yangu ya dhuhuri atakaye nimwatia swalisha. Na mimi napenda hapa kuswalisha. La. Mimi umeniona hiyo mmekuwa kutoa mafua, ningejipumzikia kule. Lakini la napenda kutumikia dini. Wala sitaki nijulikane mimi nilotumikia. Lakini hulu ndio ukweli. Na Ahmad alikuwa anambiaje? Na hakika hawajui. Na haya mara nyingi niwape kaida, mara nyingi ukiona kwenye idara utokea matatizo, mara nyingi ni hivi vidogo vidogo. Nini? Waogopa. Yake mimi sitaki kuwa mufti wa Tanzania, mimi sitaki hata mufti wa Kenya. Si mufti, ukadhi si utaki. Mimi hata niyo ni Izudini. Basi tosha. Maana alhamdulillah ubaki ni Izudini, wengine ukipita mahala hata Izudini hakuiti kutakula wao. Utaweza watu. Sasa wewe utaweza roho mufti. Hatendeni namna hiyo. Vijana mashallah, mtu kijana haogopi kukusimamisha ndiani. Sheikh kula wao na swala, marhaba. Ufanye nini akhi? Ukimkasirikia hata kuuliza. Kuna watu wana masala huja kusimamisha shekhe, shekhe atakutoa meno hatoi. Akikuona wewe kuona makina, ajiona mimi naja mahala salama, nitauliza hapa, nitapata jibu, atateka na wewe, utateka na yeye, alhamdulillah. Lakini jamani, dini tusitie chuki katika dini. Tupeane nafasi watu watumikie dini, kila mmoja kwa nafasi yake na taufiki atakao kumpa Mwenyezi Mungu. Lakini wewe huwezi kuniinua mimi wala huwezi kuteremsha mimi. Aliambiwa Mtume, innaka la tahdi walakinna Allah. Lakini wewe kuona chuki ati huyu kwa sababu nini, kwa sababu nini? Kwanza mmesahau hili. Kwanza wamwambia yuaje akiondoka hata taarifa hakuna. Akhi mimi Zanzibar ni kwetu. Sheikh Abdullah Bakathiri amezikwa kule kabla Zanzibar haijawa Zanzibar. Na ule babu yangu tu minge kwa mwanamke hafai kunioa. Ni wako si wako wewe? Yaani mtu fikiria wewe ukibadilika moyo, wewe ukiwa mwanamke hafai kukuoa, maana yake ni wako sana. Sharifuddin ambaye ni babu yangu, huyo ndio babu yake alomzalia mamake tu. Waenda ukutani pale, tuna nyumba sisi. Mimi sishuki, mimi na Zanzibar hata sishuki kwa mtu. Nashukia kwetu ambao mimi nina haki yangu, haki. Nyumba sio imewekwa. Yoyote aliozalikana na kizazi cha Bakathiri, sisi ni Bakathiri, ana haki yao. Mimi ni mgeni hapo. Tuwape sitaki kwa magari. Tulikuwa na Sudani sisi tukatukuliwa nilikuwa mkutano Sudani wakati wa Omar Bashiri, tukaitoa presidential escort ile. Tulikataa. Baba, hii kwenda kuioka na mafuta yako. Ule adui ya kutafutao hukupata rais. Kwa hiyo ukitembea wewe kwa watu hawajui uko kwenye tuktuk, una uhuru. Yako kupanda gari za serikali hizi na wewe mwenyewe hamu ikushishie. Ni kweli si kweli? Lakini wallahi wewe umekwenda mahala. Tumeenda mimi na Dr. Mbarak huyo Aweso huyo wa Nairobi. Tumealikwa mkutano wa makamu wa rais. Tukenda wallahi chumbani ukifungua mlango askari amekusimamia. Shehe ndo wapi? Hey akhi, sisi makoo tumepewa suti, zile room suti. Mimi chumba changu, chumba cha pili kuna mlinzi wangu. Mbaraka chumba chake kamwambia Mbaraka, hata kama kuna tunazijikeza siri au kutaingilika mtu hapa. Hayana wallahi hayana raha. Sisi tumezoea tukenda mahali tupigane makamama na huyu, wewe ukitaka kusalimiana na mtu baka ya akhi hayana raha. Sisi mimi mara ndiani tumetukula na mahonda ndiani, umeona mahindi uchoma. Kwambia bosi taka mahindi, anambia protocol hatuwezi kusimama hapa paka
Mwambia tukimaliza rudini na protokolo zenu, tuateni na magari yetu turudi wenyewe. Akhi, kuna maisha sisi tumeyazoea yana raha. Tuna ile maisha wallahu ya'simuka minan nas. Mtegemea Mwenyezi Mungu basi. Mimi huambia siku zote hapa, alindwae hana maisha ya raha. Alindwae wallahi hana maisha ya raha. Wewe angalia sengine, juzi mimi nimeona klipu moja Bakharesa mitaani. Yaani yeye mwenyewe pia hana raha anapotembea. Akhi, kule kutembea na huku. Tulialikwa harusi nyingine ya Mama Samia huyo. Alitualika na mwanae pia akatualika. Basi tulipofika kule kwenye harusi anasema, wallahi mwanadamu sangine unatamani uketi Kiislamu. Maana uketi Kiislamu hakuna hofu. Hakuna hofu, lakini sasa hizi protocol nazo mko kiskana huyu lazima askari asimame hapa, huyu asimame. Akhi, asema hakuna maisha ya raha kama mtu kuishi maisha ya Kiislamu. Wewe angalia sisi hapa wengine miskini wameilalia bukhair wa 50 fi qarar makin. Angalia ndani wetu. Wewe angalia ndani wetu tu Mwenyezi Mungu awalete nusra wa Gaza. Waweza kukaa kwa tolana madarasa namna nini? Hawezi. Sisi alhamdulillah mtu huja tena kwambia bwana pale anashibu bwana zile sisi zimekuwa tayari sasa raha mustarehe. Na ujumbe wangu nitakao kwa haswa kwa mufti wa Zanzibar au naibu mufti wawe wa kweli. Hii cabinet jamanini iliyoko majlis ulama wamtumikie Mungu na mtume, wasijitumikie nafsi zao. Kuna watu pale hutumikia nafsi zao, kuna watu hutumikia nafsi zao. Mtumikieni Mwenyezi Mungu, mtumikieni Mwenyezi Mungu. Ya akhi, hivi vyeo vya duniani havitotufaa ikiwa havikufungamanishwa na Mwenyezi Mungu. Mtumikieni Mwenyezi Mungu na mtume, kuweni wa kweli. Anayestahiki kupewa nafasi apewe. Wateni kutauana kwa maina tu, tauaneni kwa vyeo na utenda kazi. Yupi anafanya kazi, yupi anastahiki apewe. Majukumu mtaona kwa tukua Mwenyezi Mungu. Hata hivyo vyeo hapa walitangulia wengi